Laya ni mjomba. Karibu sana nyumbani. Asante sana mjomba. Karibu sana. Asante sana mjomba. Lakini hapaswa ufahamu ulivyotoka mwanzo sio sasa hivi. Sasa hivi kijiji kimebadilika hiki. Kwa hiyo kupaswa uwe makini sana mjomba. Kweli kabisa mjomba. Sasa hivi naona kijiji kipo tofauti kabisa na nilivyokiacha. Ndio. Yako mambo mengi yameongezeka, lakini yako mambo mengi pia yamepungua. Kwa hiyo naamini hapa pia kuna mambo mengi sana ambayo nitajifunza. Sawa, lakini pia nakuasa sana. Kuna mabinti wengi hapa kijijini. Na hao mabinti kila siku wanapendeza. Na unakumbuka kila mzazi ana malengo na binti yake. Sawa mjomba? Nikutoe wasiwasi kwenye hilo mjomba. Huko nilikotoka nimejifunza mambo mengi sana. Na kama unavyonijua mjomba wako, nikutoe wasiwasi kwenye hilo. Nimekuja kivingine na kuhakikishia niko upya kabisa. Sawa, mimi nakukaribisha. Uliondoka umepaacha na umerudi umepakuta. Kwa hiyo karibu sana mjomba. Lakini pia hata hivyo mjomba, naona siku hizi umebadilika sana. Tofauti na nilivyokuacha. Naona siku hizi unapendeza, lakini pia kama una kitambi. Unajua sasa hivi kokoa, ndizi hizi sasa hivi zinatoka sana mjomba. Kwa hiyo ukitulia hata mjini unasahau. Sijui umenielewa? Ukitulia hata mjini unasahau. Kwa hiyo kaa utulie, ufanye mambo yako. Ufanye kama unaanza upya maisha. Na pia vile vile sio nilivyokuambia kuhusiana na mabinti, maana wewe ni mtoto wa kiume, siwezi kukuzuia yote. Ila pale unapohitaji kuoa, niambie mjomba, nimeona nyumba ile umejaa mabinti wengi. Tutafuatilia taratibu, tutaweza kuoa. Lakini ukitaka kuchezea mabinti hapa kijijini, kijiji kimebadilika mjomba. Basi sawa mjomba, hilo halina shida, na kama jicho langu kuna sehemu litaona nitakushirikisha. Una lolote anataka niingie ndani mmoja? Cha kusema kingine sina. Ndio. Nipo tu natazama mazingira, na kama nitakuwa nalo la kusema basi nitakwambia. Basi haina shida. Mimi niko ndani. Basi sawa. Wandema wewe. Laya ni huyo. Hata uonekani sasa hivi jamani. Hamna, sisi tupo. Habari za masiku? Habari za masiku nzuri tu. Kweli naona nzuri. Siku hizi umezidi kuboreka na unazidi kuwa mrembo zaidi. Wewe. Wewe ndio umezidi kuwa handsome hadi unazidi kunichanganya mzee. Haya. Mimi nilikuwa nipo kwenye mihangaiko yangu hapa na pale, kwa hiyo tutaonana baadaye. Lakini umenisahau sana. Hata ufikiri kuwa nakupenda. Wandema, hivi bado hadi leo unafikiria hayo mambo ya utoto? Tulianza kwa hadi chini ya miti, moyo wangu kwako gizani. Utoto tena? Kwamba haunipendi, haunifikiri na wala hauniwazii pia. Unajua ni miaka mingi sana imepita hapa katikati. Na kila mtu huko alikokuwa kuna the way alivyokuwa anaishi. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna haja ya hayo mambo kuendelea tena. Lakini kumbuka ndio mwanangu wa kwanza uliharibu usichana wangu. Alafu leo unakuja kuniambia kila stress tu eti kwamba haunipendi na wala hata uniwazi. Kweli? Sio kwamba nilikuwa nakudanganya. Lakini unajua ni kipindi kirefu sana. Usijali. Nipe muda nilifikirie. Alafu tukipata muda tutazungumza. Lakini jua tu leo kwa umeniharibia siku yangu.
msitu hauko kimya, kuna macho yanatazama. Tulianza kwa ahadi chini. Oya wazee, hivi mnafahamu kwamba hapa kijijini mabinti wameongezeka sana? Mimi nataka kuoa. Kuoa? Au mimi ndo sijasikia vizuri? Ya, nahitaji kuoa. Sasa babu, kwa maisha yako wewe unataka kuoa, huyo mwanamke utampa nini? Au una mpango wa kutesa tu watoto wa watu? Nitampa nini? Sasa usichokijua, mimi nyumbani na magunia 2 ya mpunga na gunia 1 pia la mahindi. Kwa hiyo naamini inatosha kabisa mimi kuoa. Mnajua nini? Kama yeye mwenyewe anaona ni sawa, hebu tujaribu kumwacha afuate mawazo yake. Au mnaonaje wazee? Nisikilizeni wanangu. Ujue ndoa sio sawa na njia inayoelekea chooni, kwamba kila utakapojisikia haja basi unakimbilia huko. Ndoa ina vitu vingi sana mzee. Halafu kijana mdogo kama wewe ukaingia kwenye ndoa sasa hivi, uone kama unatafuta kero na usumbufu tu kwenye maisha yako. Yaani mimi ni wewe mtu ambaye atakaa nyumbani kwangu, halafu nikichelewa aanze kuniuliza maswali, unatoka wapi? Ulikuwa na nani? Mlikuwa mnafanya nini? Hivi huoni kwamba unatafuta gereza ambalo linakufanya wewe ushindwe kuenjoy kwenye dunia? Wewe unazungumza nini mwanangu? Naona unachokiongea kama unaongea pumba. Achana na mimi. Mimi lazima tu nioe. Kwa wazee, mimi nimepanda juu hapo, atakayefungwa sio atakayefungwa. Sema mimi nishakuja juu, akitoka Patrick unaingia. Sasa atakayefungwa huyo kunitoa mimi. Jamani, hivi mmewahi kufikiria kama mimi ninavyofikiria pia? Unajua, ninaona siku hizi utandawazi umekithiri, lakini bado ukitazama kuna baadhi ya vitu ambavyo wazee wetu wamekuwa wakivifanya na vinaleta maana kubwa sana. Umeshaanza unabii tena. Hivi wewe jamaa unaikuta nani? Hebu funguka mwanetu. Unapoongea kinabii sana. Mwenyewe sijaelewa kabisa yani. Sasa maana yangu ni hivi. Mimi nimekuja na wazo ambalo linaweza likawa zuri sana kwa upande wetu. Ninawaza tufanye utalii wa ndani. Unajua tuna misitu ambayo imebeba mambo mengi. Imebeba hadithi, imebeba historia, lakini huko ndio maisha ya wazee wetu yalianzia. Kwa hiyo mimi binafsi nimeona ukiacha zile hadithi na maneno ambayo wanayazungumza kila kukicha, ni bora tukaungana kama timu, tuende tukaone hivyo vyanzo ambavyo kila siku tumekuwa tukivisikia wazee wetu wakivizungumza. Ndio maana nasemaga jamani, nabii. Na pia natamani utuonyeshe unabii wako. Sasa hapo tunatakiwa tufanye ushawishi ili tupate watu wengine tushirikiane nao kwenda msituni. Au mnaonaje hapo leo? Tuende tukatazame, kila siku tunasikia kuna panga malolo, kuna shimo la upepo. Kuna mambo mengi ambayo kwetu ni hadithi tu. Lakini pia kubwa zaidi, kama mnavyojua kuna ngome ambayo Wajerumani waliitumia kila wanapopiga vita yao kwenda kujificha huko. Kwetu sisi ni kama hadithi. Vizazi vikiisha, kwetu itabaki kuwa kama hadithi. Basi twende tukahakikishe, tupige picha. Tukirudi mimi ninaamini tutakuwa mabalozi wazuri sana ndani ya kijiji chetu na nje ya vijiji vingine. Na hata watu wengine tutawahamasisha kuja kutembelea kijiji chetu. Yeah. Unajua kiukweli mimi sinaga imani kabisa na masuala ya utalii.
Lakini kwa jinsi ambavyo mambo umetuelekeza, kuna namna ambavyo unanishawishi. Nafikiri kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea kwenye maisha yetu ya kila siku ambavyo vinatokana na mazingira yetu pia. Lakini wengi tunakuwa hatujui kwa sababu hatujihusishi kabisa na hayo mambo. Lakini kwenye hili naamini niko tayari sasa kuungana na nyinyi. Issue ya msingi ni kushawishi baadhi ya vijana wengine. Kwa hiyo kisha kamilika, basi tunaweza tukaingia kwa sababu ya kuhakikisha tunajifunza vitu vingi pia. Wewe jamani, kwenye safari na mimi nimo. Ole ni muende kwa afu niache kuja kugombana hapa. Wewe mwanangu umenena sana yani. Hata mimi mwenyewe umo. Nilikuwa nasikilizia tu hapa. Sio nimekaa kijiwe dakika ya mwisho washikaji wanajichukua wenyewe wanatuacha sisi hapa tumekaa kijiwe. Alo dakika ya mwisho wakirudi kijiwe hapa itakuwa hatuelewani. Tutaona kabisa washikaji wa snitch hao. Basi sawa, mimi nafikiri tufanye ushawishi wa kutosha ili kiwezekana tuwe crew kubwa zaidi ambayo tutakwenda kufanikisha hilo jambo. Basi acha mimi niwaache nifike hapo chini kidogo, nafikiri baadaye tutaonana. Sawa. Basi poa. Haya bwana Nabii. Endelee kutangaza utalii mbele. Nabii. Levina, mambo vipi? Poa. Mzima wewe? Niambie mpenzi wangu. Mimi niko poa. Levina, yaani siku hizi umekuwa sana busy. Sikupati kwa wakati. Shida nini? Sio kwamba sipende kuonana na wewe mpenzi wangu. Si unajua baba yupo nyumbani kwa sasa. Kwa hiyo siwezi kupata muda wa kutoka ovyo ovyo nyumbani. Basi sawa. Nimekumbuka. Nina wazo. Na hilo wazo alinipatia haya. Na mimi hilo wazo alonipatia haya ni zuri sana tukilitumia mimi na wewe. Na tutapata muda mzuri wa kuendeleza mapenzi yetu. Wazo gani hilo alokuja nao Lion? Maana hakuwepo hapa kijijini kwa muda mrefu. Amekuja na wazo zuri kushinda nyinyi mlokuwepo hapa muda mrefu. Hilo wazo ni kuhusu kwenda msituni kutalii. Yaani utalii wa ndani. Kwa hiyo mimi naamini kabisa tukilitumia vizuri, mimi nakwambia tutafaidi sana. Ni vizuri. Wacha kwanza nikawashirikisha wazazi wangu nyumbani. Wakiniruhusu itakuwa vizuri. Ili nipate muda mwingi wa kuonana na wewe kipenzi changu. Si unajua nimekumisi. Basi sawa Vina, mimi nimekuelewa. Ufanye hivyo basi ukawahimize sana wazazi. Basi sawa, hamna shida. Nakutakia mchana mwema. Okay, poa. Okay, poa. Misitu yetu imejaa kiza kinene. Lakini pia ziko hadithi nyingi inayosemekana kuwa humo ndani kumejaa mambo mengi ya kujifunza. Haya mambo ni ya kweli? Haya mjomba, ni ya kweli kama unavyosema na ulivyosikia. Msitu una kiza kinene, ndio maana ule msitu unauona hakuna mtu anakochezea. Ndani ya msitu mna pango malolo. Ndani ya msitu ule kuna shimo la upepo. Ndani ya msitu ule kuna shimo la mawingu. Unavyoona mjomba, ndani mle kuna shimo la Mungu. Kuna mabaki ndani mle ya kambi za Wajerumani. Mjomba, mle ndani kuna kambi za masokwe mtu. Mle ndani kuna mfereji mkubwa kabisa unatema mercury. Na mengineo mengi ambayo mjomba huwezi kuyafahamu. Kikubwa zaidi mjomba, msitu ule unaofanya watu wakiingia hawatoki salama. Kuna sanduku kubwa sana la dhahabu ambalo limejawa na utajiri. Kuna fedha nyingi sana mle ndani. Na kila mtu anakokwenda pale ndani ya ule msitu hawezi kutoka salama hata siku moja.
Kwa hiyo mjomba, ule msitu uone vile vile na uweze kukaa nao mbali kabisa. Kuna maajabu ambayo wewe na umri wako ufai kabisa kuzungumzia na kujaribu kwa lolote. Sisi tumeelewana mjomba? Sasa kama ni hivyo mjomba, kwa nini serikali na uongozi wa kijiji wasiamue kutengenezea mazingira mazuri ili hii misitu yetu itumike kama sehemu ya utalii, kusudi kupata kipato kwa taifa na hata kwa kijiji chetu pia? Sawa mjomba, lakini unajua mila na desturi yetu imekuwa ni tishio kwa watu wanaoingia kwenye msitu ule. Wanapoingia mle wanafanya uharibifu wa msitu ule, mambo mengi wanaoyafanya mle mpaka inapelekea hata watu hawaruhusiwi kuingia kwa sasa. Umekuwa na tamaa nyingi vijana akiingia mle anafanya vituko ambavyo yeye mwenyewe anajua kwa tamaa zake za kuweza kupata pesa. Lakini mwisho wa siku anaishia ardhini, hakuna anayetoka pale katika ule msitu. Kwa hiyo hata wewe mjomba wangu na kuwasa ule msitu, chana nao kabisa. Hayo usikiayo nje, wewe baki kuyasikia. Hata sisi hatujawahi kuuchezea ule msitu. Ila ikifika wakati wako na ukaambiwa uende, utakwenda. Ila usikurupuke kama wenzio. Hakuna aliyerudi. Nimejifunza somo kubwa sana leo kwako mjomba. Hata sikutarajia kama ningepata darasa kubwa kama hili. Na ninakuomba kila unakaloliona na unakalolisikia katika kijiji hichi, yani nakuomba uwe unakuja hivi hivi na kuniuliza, tunakaa hivi hivi, tunaongea. Mimi nikitoka shamba sina muda. Jamani, Lameki. Poa. Mambo? Poa, vipi? Safi, mwazima nyie? Sisi wazima. Naona unatuletea lulu mpya hapa kijijini, yani wazao kumwagika mambo yetu hayo. Dada, mambo? Poa, habari zenu jamani? Sisi tuko poa kabisa. Tunamshukuru Mungu, kila kitu kiko vizuri. Neema yake inazidi kutuweka sawa. Karibuni kijijini kwetu. Asante. Jamani, mbona mmeganda? Tulikuwa tunaelekea huko. Mali mpya kaka. Hatari. Nuru, maji haya ni safi na salama. Kama unavyoona, kijiji chote hiki tunatumia haya maji. Yanaonekana. Hata hivyo, mazingira yenu ni mazuri sana yani. Yaani mna sehemu tulivu ambazo zimepoa. Yaani nimependa sana kijiji chenu. Ni sehemu nzuri sana. Na watu wa kijiji hiki ni wakarimu. Sikuwahi kuona watu wakarimu kama watu wa kijiji hiki.
kijiji ni kizuri sana, yaani sikutegemea kama nitakuta mazingira kama haya kwenye hiki kijiji. Sawa, nakukaribisha sana kijijini kwetu. Asante shoga yangu, nimeshakaribia. Sema sijui kama nitatoka hapa. Maana kwa nilivyopapenda mimi mjini tena basi. Ryan. Oh, Gaudensia. Habari za masiku? Nzuri, sijui za wewe. Sisi Mungu ni mwema. Jamani, kumbe upo. Sisi tupo, ila wewe ndio unaonekana kama mgeni. Tangu lini umefika? Sisi tumefika leo asubuhi na rafiki yangu huyu hapa. Nuru, hapa ni marafiki zangu. Huyu hapa Ryan, huyu Patrick. Jamani, huyu hapa ni rafiki yangu, nimekuja naye leo, anaitwa Nuru. Oh, mashallah. Kabinti kazuri. Kenye kadogodogo kama wimbo wa Alikiba ulivyosema. Pacheta ukui wewe, uache huo utoto wako tu jamani. Hamna. Basi sawa, sisi tupo, tulikuwa kwenye mihangaiko yetu hapa na pale. Tutakutana huko nyumbani. Sawa. Kumekucha mwanangu. Yenye pamu zako limechoka hatari sasa. Wala maji nusu ndoo. Mama pale ni mbali bwana. Hapo kuna umbali hapo? Mtoto unadeka huko uko peke yako. Sasa mama, nisipokudekea mimi unataka kudekea nani mwingine tena? Nakuongeza mwenzio. Sitaki. Tanuna. Alafu mama, kuna kitu nataka tuzungumze. Ndio ndio mwanangu Andema. Nimesikia kwa vijana hapa wote wanataka kukusanyika kwenda kwenye ule mlima wa kweli kuja. Kwa hiyo mama, nilikuwa naomba na mimi niende. Kuna nini? Wanaenda tu kutalii mama. Waandema mwanangu usiende. Si unajua kule kuna mambo mengi sana. Lakini mama, Lani pia naye atakuwepo. Mimi naona itakuwa nafasi yangu nzuri sana ya kuwa naye karibu. Hapana mwanangu. Na pia unajua mwanangu ni mtoto wangu wa pekee kabisa. Ukipata madhara huko, mimi nitafanyaje? Lani pia mama naye atakuwepo. Mimi naona ndio itakuwa nafasi yangu nzuri sana ya kuwa karibu naye. Mwanangu, kama hakupendi, usilazimishe. Sawa? Unaweza ukapata matatizo mengine huko. Usiende. Lakini mama, nimekuomba tu. Unajua kuwa mimi nampenda sana ule mkaka. Alafu isitoshe, ameniahidi kunioa pia. Nimekwambia Wandema mwanangu usiende. Unanielewa? Utasababisha matatizo mengine huko mwanangu. Sawa? Mimi kama mama yako sitaki kule uende. Mama, najua kuwa unanipenda sana na pia una uchungu na mimi binti yako. Lakini mama, sasa hivi kuniangalia mimi nimeshakuwa mkubwa. Naweza kujilinda. Wandema, mimi si ndo mama yako? Nimekwambia sitaki uende. Si unanielewa? Kama umekuwa basi atoka hapa kakae kwenye mji wako. Wewe umekuwa? Nimesema sitaki hata kukupa point ya kunijibu mimi. Sitaki uende safari. Tena nataka uingie kwa ndo kapike. Nikienda hivi nikija kurudi nikuta chakula tayari. Mbwa wewe.
Mama. Bema. Kumbe umeamka? Ndio nimeamka mama. Shikamoo mama. Habari za asubuhi. Salama. Mimi nipo hapa naoshaosha vyombo. Laudensia? Mama. Hebu njoo kwanza. Hivi mwanangu, mbona nakuona toka jana umekuja na mgeni hapa, afu hujanitambulisha mgeni nani? Kumbe ndo hilo tu. Ngoja nimuite ili tukiwa tunazungumza awepo. Sawa. Nuru! Nuru! Njoo mara moja. Mama, huyu ni rafiki yangu, anaitwa Nuru. Nilivyotoka hapa kijijini kwenda mjini, yeye ndo alinipokea. Tulikuwa tunaishi vizuri, nilikuwa naishi naye vizuri tu. Alinipokea, nilikuwa nakaa kwao, yaani amenifanyia mambo mengi, mkarimu. Kuna vitu vingi amenifanyia kwa kweli, yaani siwezi kusahau maisha yangu yote. Nashukuru sana mwanangu. Hata hivyo ametembea kuja kuangalia kijiji chetu na amependa mazingira ya kijiji chetu kwa kweli. Nashukuru sana kwa kunitambulisha rafiki yako ambaye mwenye busara, mkarimu. Sio nisemeje, ni furaha iliyoje. Karibu sana mwanangu. Asante mama. Hata hivyo mazingira ya kijiji chenu ni mazuri sana. Yaani kiukweli nimependa, mna maeneo mazuri sana. Yaani sehemu tulivu, zimetulia, zimepoa. Kuna matunda kama hivi ninayoyapenda. Mimi ni mwendo wa kuenjoy tu jamani. Yaani nakwambia nitaenjoy. Mwanangu. Matunda mbona sio haya tu? Utaona matunda mengi, kuna maparachichi, kuna maembe huku, kuna mastaferi. Yaani matunda kama yote yapo huku. Kijiji hiki kina kila aina ya tunda. Kama ndio hivyo mama, nitaenjoy sana jamani. Karibu sana mwanangu. Mbona utaenjoy? Mama, shikamoo. Marhaba. Habari za kwako? Salama. Vipi? Mbona unatoka huku na ongea peke yako, umekasirika? Kuna nini? Sio rafiki yako Andema. Anang'ang'ania sana kwenda msituni. Ni kitu ambacho mimi sikipendi kabisa. Si unajua, lakini mimi mwanangu ndio yule peke yake. Mama, usio na wasiwasi. Hata sisi pia tupo kwenye huo msafara na tuko wengi tu. Ondoa hofu kwa hilo. Lakini mwanangu, sawa, nimekuelewa. Ila kama nawe utaenda huko, basi muangalie yule mdogo wako. Kuwa naye makini, maana yule bado mdogo sana, wewe mkubwa. Sawa? Mama, nikutoe hofu. Maana yule ni kama mdogo wangu. Nitamtazama, nitamwangalia. Na naomba Mwenyezi Mungu tukienda pia turudi salama. Kuwa na amani. Sawa mwanangu. Ila mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Nikuagize tu. Naomba muangalie kwa makini mdogo wako. Muangalie kwa utulivu, muangalie kwa macho mawili. Maana ile mimi ndo mboni yangu ya jicho. Sina mtoto mwingine zaidi ya Wandema. Nadhani unajua mwanangu. Basi ngoja, maana nilikuwa naenda kwako. Ngoja niende nikamuone. Yupo, nimemwacha hapo. Sawa. Mjomba, kumbe bado hujasahau hizo kazi? Sijasahau mjomba. Sisi hii ndio asili yetu bwana. Mimi nilivyoona mwili huo nikaona na huu mnazi huu. Nilikuwa na hofu kabisa. Lakini mjomba, hata hivyo nimetetemeka. Mjomba, mimi siwezi kusahau. Si unajua sisi hizi ndio asili zetu. Ngaukalia mbali. Sema mjomba. Sasa mjomba. Ndio.
Vipi kuhusu ile swala ambalo nilikushirikisha? Jomba, lile swala liko sawa, liko vizuri sana na ushauri wako ni mzuri sana, lakini nachokuhusia kwamba angalia watoto watu unaoenda nao waende salama, warudi salama mjomba. Sawa sawa mjomba, hilo usijali. Mimi naomba uniamini na kuhakikishia sisi sote tutakwenda salama na tutarudi salama. Lakini kumbuka, umepewa jina la Lion, ni jina lenye maana kubwa sana. Wewe ni mfalme wa misitu yote. Sawa? Sawa mjomba. Kwa hiyo hili jina unatakiwa ulitumie kama linavyoleta maana yake. Wewe ni mfalme wa wafalme ndani ya msitu ule. Si unanielewa mjomba? Nakuelewa vizuri sana. Sawa sawa. Kwa hiyo mjomba, unatakiwa uangalie kikubwa vijana wenzio unaoenda nao kwenye msitu ule. Kwani vijana wengine wana tamaa kubwa. Na tamaa ndiyo itakaoshindwa kile mnakachokwenda kukifuata mbele. Basi sawa mjomba, mimi nimekuelewa sana. Hilo kwangu nahisi halina shida na nitalifanyia kazi. Sawa sawa, mimi nawatakia safari njema na ukawe mlinzi wa wenzako. Basi mimi nawatakia safari njema. Haina shida mjomba. Sawa mjomba. Acha tumalize. Shoga yangu Mage, mwenzako naogopa kwenda huko msituni. Ila mimi nahisi ni kuzuri pia, kuna mambo mengi ya kujifunza. Twende shoga yangu. Huko msituni kuna mambo mengi ya kutisha. Mwenzako mimi naogopa bwana. Aya, ila mimi nahisi nitaenda. Sawa, kama mnaenda nendeni, mtakuja kunihadisia. Ila mimi siwezi kwenda. Aya, tutakuja kukueleza rafiki yangu. Ina maana vitu vizuri hatushirikishani jamani. Nimepata mawazo yako toka kwa Andema. Unajua tulikutana kule kisimani na tulikuona ukiwa na mgeni. Kwa hiyo tumeshindwa kukushirikisha kwa kuamini kwamba hauwezi kumwacha mgeni peke yake halafu wewe ukaongozana na sisi. Wasiwasi wetu hapo ndo ulitokea. Kuhusu Nuru usijali. Nuru alikubali mbele ya Andema. Basi sawa, mimi nafikiri ni jambo zuri zaidi na ninyie tu kujiandaa kuwa tayari kwa safari. Halafu, kwani bado hamjapanga siku ya kwenda huko? Kweli kabisa jamani. Maana hata mimi nina shauku kubwa ya kutaka kwenda kwenye huo msitu jamani. Safari ni kishukutwa. Sisi pia tunapita kila mahali ili kuhakikisha tunampa taarifa mmoja baada ya mwingine, ili mnadi tu wajiandae kwa ajili ya safari. Na imani hata wewe utakuwa umejiandaa vya kutosha kwa ajili ya safari. Sawa, sisi tupo tayari. Wewe pia unataka kwenda? Ndiyo, nataka kwenda kwa ajili yako. Kwa ajili yangu? Ndiyo Lion, nataka kwenda na wewe. Si unajua nakupenda sana. Siwezi kukuacha ukaenda mwenyewe huko. Naogopa nitaibiwa. Haya, sawa.
Sikilizeni wanangu. Hivi mnajua kuwa huko msituni kuna mali na vipande vya pesa vya kutosha? Ni kweli. Yaani hata wazee wenyewe wanazungumza. Kule msituni kuna box la mali na tukienda kulipata ile tutakuwa mabilionea. Nyie hamuoni kama hii ni fursa? Sisi natakiwa tuwe na mipango miwili. Wanaenda kutalii, waache wakatalii. Sisi tunachofuata kule ni sanduku la hela. Hatima maisha yetu wanangu, kusema kweli ipo mikononi mwetu. Kwa hiyo hatuwezi kwenda msituni tukatalii afu tutoke kizembe. Hiyo haiwezekani. Au mnaonaje wanangu? Ya. Na ndio maana mimi nikataka nikae na nyinyi ambao unajua kabisa ni watu tunaoelewana ili tushauriane juu ya hili swala. Kiufupi mimi binafsi sio mtalii na sina imani kabisa na hayo maswala. Isipokuwa baada ya kufanya uchunguzi na kuona kwamba kule kuna fursa ambayo inaweza katubadilishia maisha, nikaona nikae na wanangu ambao tunaelewana. Sisi sasa timu yetu hatuendi kwa sababu ya utalii. Sisi tunaenda kwa sababu ya kupambana kuhakikisha kwamba tunatoka na utajiri. Au wanaokwenda kwa sababu ya utalii, wao tutawatumia kama daraja sisi kufika kule. Au mnasemaje? Jamani, kufa maskini ni dhambi. Hata mimi siwezi nikafa maskini. Na mimi huko naenda. Sasa ndugu zangu, mimi niwaambieni kitu. Kwenye msafara wa mamba, kenge nao wamo. Tusiwe makenge kwenye safari hii hapa, sawa? Sasa kenge ni wao, sio sisi. Asili utani na nyewe wala vipi? Sisi nguo wanangu. Kiendo kule tunapita kwenye njia yetu ile ile. Wewe mwanangu, big up sana. Easy ndogo. Tunaenda kupiga tushuhudia kwa wengine. Oa. Lazima tuende. Jomba. 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 Karibu mjomba. Asante. Ndio. Habari za utulivu? Salama. Sawa. Nilikuwa nina ujumbe hivi kidogo. Kama nilivyokuwa nimekwambia tangu pale awali ile jambo langu. Sasa nimejaribu kuzunguka huko mtaani. Karibuni vijana wote pamoja na wazazi wao wameridhia sisi vijana kufanya safari ya kwenda kujifunza mila na desturi na tamaduni zetu huko msituni. Sawa mjomba. Mjomba, kweli una ushawishi mkubwa sana. Mpaka vijana wamekuelewa kuongozana na wewe kwenda kwenye msitu. Mpaka wazazi wao wamekubali. Haina shida mjomba. Ila wewe ni mwanaume katika hili. Umeweza kuwashawishi wote mpaka wanakubali kuingia kwenye msitu. Ila mjomba, naomba nisubiri. Jomba, umeona hii? Umeona hii? Hii ni dawa, ukiilinda na yenyewe itakulinda. Kila nilichokuelezea ndani ya msitu ule kinachozulu kipo kwenye kila kifundo, kina dawa yake. Na hii nitakapokufunga itakusaidia uende salama na urudi salama. Funga dawa hii na Mungu akutangulie. Lakini sawa mjomba. Una wasiwasi na dawa mjomba? Hamna mjomba. Wewe ni mjomba wangu. Siwezi kukuzuru mimi. Ila unakokwenda hii ndio itakusaidia. Basi. Rayani. Msitu hauko kimya. Kuna macho yanatazama. Rayani. Msitu hauko kimya. Kuna macho yanatazama. Tulianza kwa ahadi chini ya miti. Niambie kipenzi. Miaka mingi sasa imepita, alafu ulikuwa kimya sana. Nitaaminije kama kweli unanipenda? Gaudensia, kimya changu mimi nichajua namba la mwezi, navyo huzongwa na mawingu, lakini navyo baada ya mawingu kuisha huangaza upya, tena kwa kasi kubwa sana.
Nakupenda sana Gaudensia, na ninamaanisha hivyo mamangu. Unajua mimi nawajua sana vijana hapa kijijini. Ni waongo na wana tabia za kuchezea mabinti za watu. Siamini kama unanipenda kweli. Kipenzi, hebu inuka kwenye usingizi uliolala. Mimi nina mapenzi ya dhati kwako. Namaanisha mamangu, na nakupenda mno. Kipenzi changu, kwa muda mrefu nimesubiri sana tabasamu ya matumaini kutoka moyoni mwako. Nakupenda sana Gaudensia, na bado uko moyoni mwangu. Yaani ni serious kweli. Kama naanza kuamini mimi. Wow. Ndio. Nakupenda. Wala kikosa leo nimekuona hapa. Yaani wewe umekuwa msumbufu na hujaacha kuwa msumbufu. Hapa leo unataka ila mchezo, ni sitaki maelezo, sitaki maneno. Yaani wewe umekuwa msumbufu sana tu. Unafanya kila siku mimi mama ana kazi kunizurisha huko jioni kote kwa sababu ya kukutafuta wewe. Naomba ila mchezo. Nisikilize mwanamke. Sawa. Mimi najua kabisa nimeingia mchezo na nimeingia mimi mwenyewe kwa hiari yangu, sijalazimishwa. Huku kupishana tunapishana tu kwa sababu sisi ni binadamu, harakati ni nyingi. Na hiki kipindi wewe mwenyewe unakijua. Huwezi kuwa muda wote mtu umekaa ndani. Unaendea shilingi ngapi? Nakudai 20,000. Siku 4 hujalipa ila mchezo. Hapa naomba hiyo 20,000. Sasa hivi sitaki maelezo. Sasa haya ndo maneno. Yaani haya ndo maneno hapa leo umeongea. Sasa nisikilize. Siku nyingine ukinicheleweshia kuleta hela mchezo kule, nikikufuata hapa ujue unatoa na faini. Sijamaliza. Si unadai 20,000? Shika. Hii nini? Double siku 2 zinazokuja, halafu itakayobaki utakunywa soda. Hiyo 2,000 naobaki sawa? Asante. Sina moja ni kuangalia hapa maana hata sijatembea na tena. Nikifika nyumbani nitakutika. Wandema, natamani nizungumze kitu kabla hujaondoka. Unafahamu ni kiasi gani nakupenda. Lakini mbona umekuwa unanirusharusha sana? Hivi ni kitu gani ambacho kinasababisha wewe ushindwe kunipatia mimi nafasi? Kikwesa, wewe ni mwanaume mgeni ambaye haujui neno sikupendi. Haujui kuambiwa neno sikutaki. Mbona nikinganga hivyo wewe kaka? Ngoja nikwambie kitu. Mimi najua yote hayo unayafanya kwa sababu labda wewe kuna mtu unayempenda. Lakini ukweli ambao inabidi ukubaliane nao, hata huyo unayempenda, yeye pia mwenyewe hakupendi. Hana muda na wewe. Mbona ukweli uko wazi? Wewe koma wewe. Tena ukome haswa masuala kuniambia yule anipendi. Una uhakika gani kama anipendi? Una uhakika kwa anipendi? Sitaki dharau. Yeye hata kama anipendi mimi nikimpenda inatosha. Nisikilize. Sawa. Mimi nataka nikwambie kitu ambacho ni kitu muhimu sana kwa upande wako na kwangu. Kama tu tutakubaliana. Kitu ambacho inabidi ufahamu. Mimi sijaingia huo mchezo kwa sababu labda nina uhitaji sana na hela. Yaani hiyo inabidi ujue. Mimi kwanza kuna vitu sio vitu vyangu kabisa. Sawa? Hasa hayo masuala ya michezo. Mimi nachukuliaga tu hayo kama ni mambo ya kina mama. Isipokuwa target yangu mimi ni wewe. Kwa hiyo nimeamua kuingia huo mchezo ili pia nipate kuwa karibu na wewe. Na ninakuahidi kama utanifurahisha hata mara moja tu, hizo hela zote ambazo unakusanya kwenye jina langu utapokea wewe. Nicheke mie Wantema. Unanifurahisha? Umeingia kwenye mchezo kwa sababu ya kuwa na mimi karibu. Sasa nisikilize babangu nikwambie. Mimi unavyoniona hapa, sina shida na hizo hela zako za mchezo. Kwa hiyo kama umecheza huo mchezo kujifurahisha, cha kwanza nikupe pole, sawa? Halafu kingine, kaa ukijua hawezi kunipata hata kwa mara moja. Yaani sikutaki, sikupendi na kiufupi sina hisia na wewe. Tulianza kwa ahadi chini ya miti, moyo wangu kwako gizani tulipiti, lakini sauti za mbali zilinong'ona,
mapenzi yetu yalikuwa na kivuli nyuma. Sasa hapa, hii hapa ulikuwa umepatia. Sema hii shangazi yako uliandika spelling zingine ulichanganya. Hizi unaona hizo za mwanzo zilikuwa kubwa afu za katikati ndogo za mwisho kubwa. Ulitakiwa uandike kama hivi. Kama nilivyoandika mimi hapa. Kwa hiyo siku nyingine ukiandika usiandike tena hivi. Unatakiwa uandike kama hivi. Oh, Nolo huyo. Shikamoo mjomba. Marhaba, jambo. Jambo. Habari za muda? Salama, habari yako? Naona uko peke yako Nuru na umekaa kinyonge. Vipi Gaudensia yuko hapa? Gaudi alikuwa hapa mida sio mirefu. Sema mama amemwagiza hapo bondeni. Ndio maana hujamkuta. Alafu hata hivyo mama mwenyewe ameenda hapo juu kwa Mama Amina. Sema sasa hivi tu ungewahi kidogo ungewakuta. Basi sawa bwana. Mimi nilikuwa na pita nikasema nikusalimie. Jamani Lion. Mbona unawahi kwenda hivyo? Utaki hata kuja kukaa uje utie baraka hapa? Kuja kutia baraka siku nyingine. Karibu. Haya wanangu, huko mnakwenda mwende salama, mkafanya kazi salama na mrudi salama. Kikubwa tu mwanangu, ninachokuomba kama nilivyokuwa nimekwambia, mlinde huyu, maana huyu ndio mboni yangu ya macho, yuko peke yake kama unavyojua. Hivyo basi, acha niwabariki watoto wangu. Mwende salama. Sawa mama. Nawapenda wanangu. Nakupenda pia. Mungu awatangulie. Sawa mama. Mbona anavodeka? Mama ngoja tuende maana wenzetu wanatusubiri kule. Haya. Haya mama. Mtawamisi. Haya. Bye. Haya, baini. Jamani, nafikiri kama maelekezo yalivyokuwa huko awali, wazee wamekubali sisi kuingia kwenye huo msitu, lakini kwa masharti. Nafikiri baadhi ya watu wote mnafahamu masharti ya huo msitu ni nini. Jambo la kwanza, ndani ya msitu haturuhusiwi kuvuta sigara kabisa. Na kama kuna mtu ana sigara, basi hapa ndio iwe mwisho wa hizo sigara zake. Lakini jambo la pili, humo msituni hatutakiwi kuanzisha mahusiano sisi wote tuliopo hapa. Yaani hakuna mtu yoyote ambaye anatakiwa kuitumia hii safari kama sehemu
ya hanimuni yake. Sawa? Sawa. Jambo la tatu, na ndio kubwa zaidi kuliko yote, tufanye tutakavyofanya, lakini tuhakikishe ndani ya msitu hakuna hata mmoja ambaye anapata jeraha ambalo litamsababishia yeye kutoka damu. Hilo ndio jambo muhimu sana sana sana, na kila mtu lazima azingatie hilo. Jambo la 4, hatutakiwi kuanzisha migogoro au kutamani kitu chochote ambacho tutakikuta humo msituni. Kila ambacho tutakikuta tutakiacha pale pale msituni, na hatutakiwi kuanzisha migogoro na kugombana na kupiga kelele zozote tukiwa msituni. Sijui mmenielewa? Basi kama tumeelewana, nafikiri tusiendelee kupoteza muda, tuendelee na safari. Jamani, kama mlivyoambiwa, natakiwa kuzingatia kila kitu ambacho amewaambia Ryan. Sawa? Sawa. Usutu ukukaita majina yetu, hatukujua tulishaanza safari ya mauti. Hatukujua tulikuwa wageni katika ardhi ya mizimu waliolala. Tayarani, mfalme wa msitu, anaita kwa damu na kivuli. Rayani, hakuna kurudi, ukikanyaga ardhi yake ni mwisho wako. Rayani, sauti gizani, roho zinapotea kimya kimya. Rayani, hakuna huruma, msitu wake ni kaburi la waliwasi. Tulikuwa watano lakini mioyo tofauti. Mmoja alitamani mali kuliko uhai wetu. Akasema twende chukueni walichoficha. Hatukujua tunauza roho zetu pole pole. Usiku ule damu ilianza kumwagika, kilio kilikatika katikati ya giza. Mmoja akaanguka, mwingine akapotea, na kivuli kikacheka kikatoweka. Ni nani atabaki kusimulia hadithi? Miguu inatetemeka. Jamani, nafikiri kama tulivyoona tumeshajifunza vitu vingi sana kwenye hatua ya awali. Kwa hiyo bado tutaendelea kujifunza mambo mengi 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 huko msituni tunakoenda. Kwa sasa nafikiri kila mwenye kutaka kufanya jambo lake afanye. Mwenye kutaka kupiga picha apige, mwenye kutaka kuchukua video pia achukue. Nafikiri kama tulivyopewa maagizo na wazee, tufuate misingi na taratibu na sheria zote ambazo zitatufanya tuendelee kubaki humu msituni. La sivyo, mnajua nini kitatukuta. Nini sasa wewe? Kila kitu uanze kuongea wewe, shakuwa mahubiri au? Mara ya kwanza tumekusikiza, hii mara ya pili tena. Mzee vipi bwana? Jamani, vigezo na masharti vyote tulishapewa. Mbona mnazidi kuwa wabishi? Oya kausha babu, situshaelewa kwani lazima utie neno. Alafu wewe bichi boy wako anajifanya Nabii Musa, kila sehemu lazima uhubiri yeye. Afu babu, acha kudakia mambo. Yaani kila siku wewe tunakwambia wewe tu. Kwa ajili gani uelewi? Achana na sisi, umesikia?
Gaudensia, nini shida? Lion Nuru hayupo na tulilala hapa. Jamani, mimi naomba tusipanic. Patrick, naomba ongozana nao hawa mpaka hapo juu palipo na hilo pango ambalo tutaweka kambi ya kudumu. Alafu mimi nimfuatilie Nuru. Tutawakuta hapo juu, sawa? Lion, lakini nilikuwa naomba tuongozane wote na usaidie kumtafuta. Na mimi pia Lion. Yule ni rafiki yangu kipenzi jamani. Kumbukeni nilikuja naye mimi. Na nyumbani nitaenda kusema nini? Hapana. Wandema na Gaudensia, ongozaneni na sisi. Twende pale juu kwenye pango tupeleke mizigo yetu. Mwacheni Lion akamtafute Nuru yeye peke yake. Simuongezee mizigo. Sawa? Mfalme wa msitu anaita kwa damu na kivuli. Rayani, hakuna kurudi. Ukikanyaga ardhi yake ni mwisho wako. Rayani, sauti gizani. Waliolala. Tearani, mfalme wa msitu anaita kwa damu na kivuli. Rayani, hakuna kurudi. Ukikanyaga ardhi yake mwisho wako. Rayani, sauti gizani. Roho zinapotea. Lion, nimeumia mguu. Lion, Pole. mguu wangu unaniuma sana. Sasa Nuru, damu. Mguu wangu unauma. Pole. Pole. Basi simama tuondoke. Rayani, mfalme wa msitu anaita kwa damu na kivuli. Rayani, hakuna kurudi. Ukikanyaga ardhi yake ni mwisho wako. Rayani, sauti gizani. Roho zinapotea kimya kimya. Wameshavunja masharti. Fanya kazi yako. Au! 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 Nisikilizeni. Kwa mujibu wa maelezo ambayo tulipewa kule, tulichokuwa tunakihitaji kinapatikana. Kwa hiyo ni imani yangu ya kutosha kwamba box ambalo sisi tunalihitaji lenye gold na vipande vya fedha liko hapa. Kikwesi, mnazungumzia nini? Mbona kama hatuwaelewi? Kila siku nakwambia wewe ni mtoto wa mama. Ninapofanya jambo langu mwanaume, wewe huwezi kunielewa. Lakini kitu ambacho nataka unielewe kuanzia sasa hivi, mimi sikuja huku kwa sababu ya kutalii. Siwezi kuacha kazi zangu nyumbani nije kuzurura huku mapolini. Nimekuja huku kwa sababu nahitaji kutafuta utajiri, nahitaji kubadilisha maisha yangu. Kwa hiyo mimi na hawa unaowaona nyuma yangu, sisi hatupo kwenye mpango wetu wa kutalii. Wanaume, uongo kweli? Lakini Kikwesa, hiki mnachokifanya ni kinyume kabisa. Kumbukeni wazee walituambia nini? Hatukukubaliana haya mnayoyafanya sasa. Wazee walisema nini? Masharti. Yaani mimi nishindwe kufanya hatima ya maisha yangu kwa sababu ya kusikiliza masharti ya wazee waliochanganyikiwa.
Nisikilize. Mimi sina imani na hizo desturi, mila na tamaduni zenu. Ndio maana wazee wengi wanaoishi katika hizo mila zenu za kishamba, kwa nzima wanaishia kufa maskini. Hao wazee wako waliokupatia masharti kwenye maisha yangu mimi wanahusika na nini? Yaani mimi nikiumwa hao wazee wako watakuja kunitibu. Mimi nikihitaji kuwa na gari hao wazee wako wataninunulia. Nikwambie kitu. Hiyo miiko yenu ya kishamba shamba na misimamo isiyokuwa na maana, mnakufa maskini ukoo mzima. Baki wewe na hao wazee wako. Mimi na wanangu tumekuja kuhakikisha kwamba tunatengeneza status mpya ya maisha. Oya, tumeelewana wanaume? Ndio. Sikiliza. Oya. Acheni tamaa, sisi tumekuja kutalii huku, hatujafuata mali. Sawa? Sikiliza wewe. Habari za kutalii waachie wazungu, tunaelewana? Sisi huku hatujaja kutalii. Sisi huku tumefuata mali. Hizo habari za kutalii waachie wazungu babu. Mbona unaita session tena? Wewe vipi bwana? Sikia mtoto wa mama. Kaa kimya. Acha wanaume wafanye kazi yao. Sikiliza Kikwesa. Kumbuka hicho unachokifanya unavunja masharti ya msitu. Kabla hatujaja hapa, tulipewa masharti. Kwa hiyo kuwa makini na unachokifanya. Sikilizani nyewe niwaambie, si hatujaja huku msituni sijui kutalii, sijui kutembea tembea wani. Si tumekuja kutafuta sansafu. Na yoyote anaojiona hapa stahili kukaa kama vipi atembe zake mbele. Sasa nisikilizeni. Kuanzia sasa hivi ipo nafasi ya mtu kujiunga na sisi kama anataka kuwa tajiri. Lakini mtu yoyote ambaye ameamua kubaki kwenye kundi la kimaskini, mnatakiwa kujua kwamba hatakiwi kunizuia mtu yoyote kwenye mpango wangu wa utajiri. Jamani, nisikilizeni kwanza. Yaani mimi naungana na nyie bega kwa bega kwa sababu haiwezekani nikose mapenzi alafu nikose na pesa pia. Kwanza mimi nikizipata hizo hela sasa mnazozisemea hapa. Cha kwanza, nitaweza kununua iPhone, maana nina ndoto ya kumiliki iPhone so poa. Alafu sasa nikisha miliki iPhone hiyo, pale kijiji natajua mimi Wandema ndo nani. Tearani, mfalme wa msitu. Ndova vile wima. Ndova vile wima. Pasijani mzizima. Pasijani mzizima. Wamshanganye nyele. Wamshanganye nyele. Uzua mtitima. Uzua mtitima. Wamshangangedele. Wamshangangedele. Pande za miti kuachana. Pande za miti kuachana. Ndova vile wima. Ndova vile wima. Anaita kwa damu na kivuli. Rayani, hakuna kurudi. Ukikanyaga ardhi yake ni mwisho wako. Rayani, sauti gizani. Roho zinapotea kimya kimya. Rayani, hakuna huruma. Msitu wake ni kaburi la walioasi. Sitaki na mshamba. Yaani katika hili sitaki na mkuda. Mtu yoyote anayetaka kufa kuanzia sasa hivi ajaribu kuongea chochote. Fanya tu kama unajikuna uone. Sio kumbukeni tamaa mbaya. Wewe kwa tamaa. Lakini haya yote kikosa nyie ndio mliyataka. Mfalme wa msitu anaita kwa damu na kivuli. Rayani, hakuna kurudi. Ukikanyaga ardhi yake ni mwisho wako. Rayani, sauti gizani. Roho zinapotea kimya kimya. Rayani, hakuna huruma. Msitu wake ni kaburi la walioasi. Tulikuwa watano lakini mioyo tofauti. Mmoja alitamani mali kuliko uhai wetu. Akasema twende chukueni walichoficha. Hatukujua tunauza roho zetu pole pole. Usiku ule damu ilianza kumwagika. Kilio kilikati.
Msitu hauko kimya, kuna macho yanatazama. Msitu hauko kimya, kuna macho yanatazama. Tearani, mfalme wa msitu, anaita kwa damu na kivuli. Tulianza kwa ahadi chini ya miti, moyo wangu kwako gizani tulipiti, lakini sauti za mbali zilinong'ona. Wandema, Mapenzi yetu yalikuwa na kivuli nyuma. vipi, uko sawa? Nisikilize, hatimaye sasa ndoto zangu zinaenda kutimia. Nilikuahidi mimi ndio Kikwesa, nikilitaka jambo langu sijawahi kushindwa, na kama unavyoona mpaka sasa hivi box ipo kwenye mikono yangu. Nikiangalia mazingira tuliopo, nina uhakika 90.9 tumefanikiwa. Naomba uungane na mimi tuondoke. Kikwesa, mimi sihitaji tena hilo boksi, sihitaji pesa wala hata hiyo iPhone yenyewe sihitaki. Hapa nilipo namtaka mama yangu, basi nataka kufika kwa mama yangu. Wewe unajisikiliza unachokiongea? Hivyo kumbe ni mjinga eh? Wandema, umeona kukaa muda mfupi tu na yule mshamba amekupakaza akili zake zote za kijinga. Yaani haufikirii kwamba sasa hivi sisi tunaenda kuwa matajiri. Haufikirii kwamba maisha yetu yanaenda kubadilika. Na wewe unaenda kuwa mwanamke miongoni mwa wanawake ambao wanaishi maisha ya VIP. Bado unafikiria vitu vya kijinga. Sio wewe ulikuwa unataka iPhone. Ungana na mimi. Hizo iPhone nitakupa hata ukitaka 100 au ukitaka 10 na zaidi. Sawa Kikwesa, lakini naomba unifikishe kwanza kwa mama yangu. Hayo mambo mengine yote yataendelea. Usijali. Nakuahidi kwa mama yako nitakupeleka, na hayo maisha ambayo wewe ulikuwa unatamani kuyaishi sasa hivi ukiwa na mimi unaenda kuyaishi. Kubali kuungana na mimi. Tulianza kwa ahadi chini ya miti, moyo wangu kwako gizani tulipiti, lakini sauti za mbali zilinong'ona. Mapenzi yetu yalikuwa na kivuli nyuma. Rayami, msitu hauko.
Wandema, Kikwesa, kwa sababu ya hilo boksi wamepoteza maisha ya watu wengi sana, na mpaka sasa kuna baadhi ya watu hatujui wako wapi. Usalama wa maisha yako na yangu ni hilo boksi kurudi lilipotoka. Tafadhali nakuomba unikabidhi hilo boksi. Nisikilize Ryan. Tena naomba unisikilize kwa makini sana. Nimeshakwambia mimi sina mchezo katika hili swala. Nimeshatoa maisha yangu sadaka msituni. Kwa hiyo wewe huwezi kuniambia chochote. Hakuna boksi kutoka wala hakuna chochote kitakachotoka kuanzia sasa hivi. Wandema ni mali yangu na boksi ni mali yangu. Hizo ngonjera zako nenda kawaambia mataila wenzako. Kikwesa, niamini mimi, hatima ya maisha yetu mimi na wewe ipo kwenye hilo boksi. Na kuomba turudishe boksi lilipotoka. Sina muda wa kukuamini. Na sio wewe tu. Sina muda wa kumwamini mtu yeyote yule. Nilishakwambia hivi, ni bora kushiba sumu kuliko kufa na njaa. Kwa hiyo hizo ngonjera zako za kitaila na hayo masharti yako yasiokuwa na msingi kwenye maisha yangu, hautakuja kuniambia chochote nikakuamini. Na kuanzia sasa hivi, naomba ukome kufuatilia maisha yangu. Mfalme wa msitu anaita kwa damu na kivuli. Rayani, hakuna kurudi. Ukikanyaga ardhi yake ni mwisho wako. Rayani, sauti gizani, roho zinapotea kimya kimya. Rayani, hakuna huruma. Msitu wake ni kaburi la waliwasi. Tulikuwa watano lakini mioyo tofauti. Mmoja alitamani mali kuliko uhai wetu. Akasema twende chukueni walichoficha. Hatukujua tunauza roho zetu pole pole. Usiku ule damu ilianza kumwagika. Kilio kilikatika katikati ya giza. Mmoja akaanguka, mwingine akapotea, na kivuli kikacheka kikatoweka. Ni nani atabaki kusimulia hadithi? Miguu inatetemeka, roho zinaita majina. Rayani hasamehi. Aliingia mioyoni mwetu kabla hatujajua. Usikimbie. Patrick, afadhali nimekuona jamaa yangu. Nimehangaika sana kulitafuta hilo boksi. Kuanzia sasa hivi, hatima ya maisha yetu ipo kwenye hilo boksi. Naomba uungane na mimi turudishe tulipolitoa. Unasema nini wewe Ryan? Unajua nilipopambana kulipata hili boksi? Nimehangaika mimi kulipata hili boksi vibaya mno. Sikiza kukwambia Ryan. Kwa sasa hivi hili boksi mimi siwezi kuirudisha tena huko lilikotoka. Kwa sasa hivi mimi hatima yangu ipo kwenye hili boksi. Naenda kuliuza ili nipate pesa. Sijali hii njia niliyofika hapa inanifikisha ama hainifikishi. Mimi ninachotaka kufika nao hii box nyumbani. Lakini Patrick, hayo hayakuwa makubaliano yetu tangu awali. Unajua kabisa hatima ya maisha yetu sasa hivi iko kwenye hilo boksi. Iwe isiwe lazima nirudi tulipolitoa. Unaanzaje kuniambia wewe umehangaika? Sisi wote hapa tumehangaika. Lazima hilo boksi turudishe tulipolitoa. Sikiliza Ryan. Kama vipi tuungane kwenye hili box tukaliuza tubadilishe hatima ya maisha yetu. Mimi sirudishi kokote. Patrick, acha kujifanya mjuaji. Unajua ile box imegharimu maisha ya watu wangapi mpaka sasa hivi? Alafu hapo unalingangania tu. Unajua kwa hapo eti unaipa unapambania pesa, unapambania kifo chako. Kaa kimya wewe. Unajua nilivyohangaika? Unajua nilivyopambana? Sikiliza Patrick, nikwambie. Mimi huwa sipendi mambo ya kijinga. Wewe unajua kabisa huu msitu hatuwezi kutoka kama hilo box halijarudi tulipolitoa. Nakwambia hivi, iwe isiwe hilo box linarudi. Umesikia wewe? Rudisha hilo box.
Kimya. Kuna macho yanatazama. Mjomba, acha papala, tulia, usiwe na wasiwasi. Hiyo sio ndoto, ila ni kitu kabisa cha ukweli nimeamua kukuonyesha, kwa sababu kila unachowaza mimi kipo akilini mwangu na ninakijua, na kama utaendelea na hicho unachokiwaza mjomba, utapotea. Na uelewe kabisa, ndani ya ule msitu haruhusiwi mtu yoyote kuingia. Kuwa makini mjomba, sawa sawa? Na kama utakuwa na tamaa hizo unazowaza, endelea mjomba, hutotoka. Hatukujua tulikuwa wageni katika ardhi ya mizimu waliolala. Tayarani, mfalme wa msitu, anaita kwa damu na kivuli. Rayani, hakuna kurudi. Ukikanyaga ardhi yake ni mwisho wako. Rayani, sauti gizani, roho zinapotea kimya kimya. Rayani, hakuna huruma. Msitu wake ni kaburi la walioasi. Tulikuwa watano lakini mioyo tofauti. Mmoja alitamani mali kuliko uhai wetu. Akasema twende chukueni walichoficha. Hatukujua tunauza roho zetu pole pole. Usiku ule damu ilianza kumwagika. Kilio kilikatika katikati ya giza. Mmoja akaanguka, mwingine akapotea, na kivuli kikacheka kikatoweka. Ni nani atabaki kusimulia hadithi? Miguu inatetemeka, roho zinaita majina. Rayani hasamehi. Aliingia mioyoni mwetu kabla hatujajua. Usikimbie.